Dada zangu, ndugu zangu, asubuhi ya leo ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Na hii leo Mwenyezi Mungu ameweza na kutubariki na uhai katika uso wa dunia, ikiwa ni siku ya Jumanne na siku ya pili ya wiki. Na pia ni asubuhi ambapo ninaamini kwamba ulikuwa unangojea sana hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, ili tukaweze kuendelea na kubarikiwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondu. Hivyo basi ninakukaribisha ili tukaweze na kuendelea na kupokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu kile ambacho Mungu ameweza na kuandaa mtumishi wake, nacho ni kwa sababu yetu. Karibu sana uandamane nasi ili tukaweze na kuendelea na kubarikiwa. Penzi mtazamaji, asubuhi ya leo, asubuhi njema ambao Mungu ametujalia kuamka tukiwa hai. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ninatumai ya kwamba Mungu amekuinua, amekutia nguvu, amekuponya na amekutendea mengi ambayo unayo sababu ya kumshukuru. Basi asubuhi ya leo ninakukaribisha ili tukaweze kuanza siku ya leo na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunajongea mbele ya uso wako asubuhi ya leo, tukikuabudu na kuinua jina lako, mfalme wa amani. Mungu ambaye unatupenda, Mungu unayetushughulikia kila siku. Asubuhi ya leo tunao wingi wa shukrani kwa yale ambao Mungu umetutendea. Asante kwa ajili ya kutuinua na kutuponya. Asante kwa ajili ya matendo yako ya ajabu ambayo Mungu wetu umetutendea asubuhi ya leo. Tunakuabudu, tunakuinua na tunakuheshimu. Pokea sifa, pokea utukufu unastahili. Baba wetu na Mungu wetu, tunanyenyekea kwako asubuhi ya leo ili Baba ukatuinue na kutuponya. Baba, tunapoenda kusoma neno lako, tukianza siku ya leo, tunaomba Mungu wetu ukatutangulie na ukatuongoze na ukatuangazie katika kila hali, mfalme. Katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu tumeomba. Basi neno la Mungu asubuhi ya leo tutalitoa kwenye kitabu cha Kutoka, mlango ni huo wa 4. Tutaanzia kusoma mstari wa 1 hadi wa 9. Ninaamini ya kwamba Mungu ataweza kutubariki. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni vimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akangeuka kuwa vimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako. Tena akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia ile hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikia sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Asubuhi ya leo tunaenda kuangalia sana jinsi Mungu anataka kutubariki na kutuinua kuanzia mahali tulipo na kuanzia na kile ambacho
tulicho nacho siku ya leo. Asubuhi ya leo unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi moyoni mwako. Je, Mungu ananipenda? Mungu ananitumia? Mungu anajua shida zangu? Na kumbe Mungu anakushughulikia. Mungu ana mawazo mema katika maisha yako. Musa hapa alikuwa Mungu akimwanda kwa ajili ya kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Na Musa akawa anajiuliza maswali. Je, ili jambo ninaweza au watu wataweza kukubali ya kwamba Mungu amenituma? Ili kazi nitaweza kulitenda? Ili jambo nitaweza kuiweza? Na akajaribu kumuuliza Mungu maswali yale ambayo najiuliza asubuhi ya leo. Je, hata nikianza hili jambo nitaweza kufaulu? Nikianza hii kazi nitaweza kupata kwa ni lengo? Kwa hivyo asubuhi ya leo Mungu anataka kutuonyesha ya kwamba anaweza kutenda jambo, anaweza kutenda miujiza kutokana na kile ambacho ulicho nacho. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kukutumia ukiwa na ule udhaifu ulio nao, na aweza kutenda miujiza. Ile inasema ya kwamba Mungu akamuuliza Musa, je, una nini mkononi mwako? Na hapo Mungu akatumia kile Musa alikuwa ameshika. Musa alimjibu Mungu akamwambia ya kwamba mikononi mwangu nimeshika fimbo. Na hiyo fimbo Mungu akaibadilisha ikawa nyoka. Mungu akamuonyesha ishara ya kwamba anaweza kukitumia kile alicho nacho kiweze kuwa ushindi kwake, kiweze kumshidania na hata kumfungulia baraka zake Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo ndugu mpendwa, ninakuhakikishia ya kwamba Mungu ambaye amekuamsha, Mungu ambaye amekutia nguvu, asubuhi ya leo yuko tayari kutenda miujiza kwako asubuhi ya leo. Ataanzia na kile kidogo ambacho ulicho nacho. Hiyo kazi ndogo ambayo unaidharau, Mungu ataanza kukuinua kwa hiyo kazi ndogo ili uweze kupanuka. Mungu ataanza kutenda miujiza kupitia na hicho kidogo ambacho unakidharau. Kwa hivyo asubuhi ya leo amka na uanze kazi yako ukijua na kuelewa ya kwamba Mungu yuko tayari kuonyesha miujiza, yuko tayari kupanua kazi yako. Hiyo kazi ndogo ambayo umeanza ya kuuza nyanya, ya kuuza sukuma, hiyo ndio Mungu ataanza kuonyesha ishara zake kupitia kwayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu mpendwa, asubuhi ya leo usijidharau. Musa alikuwa anajidharau, alikuwa anaosema ya kwamba sitaweza, hao watu hawatanikubali, hawataamini kana kwamba Mungu ndiye amenituma. Wewe ambaye uko na shaka asubuhi ya leo, wewe ambaye uamini ya kwamba Mungu ataweza kukufungulia milango, Mungu ataweza kukubariki, hicho kidogo ambacho ulicho nacho ndicho Mungu ataanza nacho. Ataanza kukitumia, ataanza kupanua mipaka, ataanza kukubariki kupitia kwa hiyo kazi, kupitia kwa huo udhaifu wako ambao unauona ya kwamba uwezi kutenda jambo likafaulu. Asubuhi ya leo Mungu anakuwazia mema. Mungu ana mipango ya ajabu maishani mwako ndugu mpendwa. Hicho ambacho unakidharau, hicho ambacho unakiona akiwezi kukusaidia, ndicho Mungu ataanza nacho, na ataweza kutenda ishara na miujiza, na watu watashuhudia, walio kando watashuhudia na kusema ya kwamba hakika unaye Mungu aliye hai ambaye anakutendea. Kwa hivyo ndugu mpendwa, inuka na hicho kidogo ambacho umekishika. Mungu akamuuliza Musa, una nini mkononi? Asubuhi ya leo Mungu anakuuliza,
una nini mkononi mwako? Unafanya kazi gani? Ndio nianze kuonyesha miujiza. Ndio nianze kuonyesha ya kwamba ni mimi Mungu ambaye nimekuumba. Ni mimi Mungu ambaye nimekuita. Ni mimi Mungu ambaye nimekufungulia hiyo njia ama huo mlango, na nitaanza kujidhihirisha kwako. Mungu yuko tayari kutenda muujiza kwako asubuhi ya leo. Usijidharau, usidharau kazi kidogo ambayo unafanya. Hiyo kazi Mungu ataipanua. Hiyo kazi Mungu atatenda miujiza. Hiyo kazi Mungu atatenda mambo ya ajabu. Nawe utakuwa na jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, usipe moyo. Mungu atubariki. Mungu atuinue. Mungu atembee nasi. Basi na tuombe. Mfalme Mungu wa ajabu, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu ambaye unayetushughulikia kila siku, asubuhi ya leo tuna wingi wa shukurani kwa sababu unatupenda na unatujali, na tunajua ya kwamba unayo matendo mema ambayo utadhihirisha kwetu. Mungu wetu, tumejiachilia kwako ili ukapate kutenda miujiza. Ishara hizi Mungu tunangojea kutoka kwako, ili walio kando wakaweze kushuhudia ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unatupenda, wewe ni Mungu ambaye unatujali, wewe ndiwe uliyetuumba. Baba wetu na Mungu wetu, tuangazie katika kila hali mfalme, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Mungu anauliza, je, una nini mkononi mwako ili nikakutendee? Bwana atatumie kile ambacho uko nacho kukubariki, kukuinua, kubariki hata na wengine. Neno la Mwenyezi Mungu likatuambia kwamba Musa aliweza na kuuliza na Mwenyezi Mungu, ni nini hicho ambacho uko nacho mkononi? Kile ambacho umekishika katika mkono wako. Musa akasema kwamba ni fimbo. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba itupe chini. Ile fimbo ikawa nyoka. Musa akajaribu kukimbia, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia ishike tu mkia wake. Kushika tena ikawa fimbo. Basi akamwambia hilo, tembea na hilo nitalitumia. Hivyo basi ndio sababu mtumishi wa Mwenyezi Mungu akatuhimiza kwamba kile ambacho uko nacho kwa wakati huu, unjuzi, kazi, kama ni biashara, kama ni kitu kidogo, kile ambacho uko nacho kwa wakati huu, ndicho Mwenyezi Mungu ataweza na kukutumia kukubariki. Ndicho Mwenyezi Mungu ataweza na kutumia kukuinua. So hata kunjidharau, hata kuona kwamba ni kama wewe ni mdogo mno, hapana. Vile ambavyo uko, kile ambacho uko nacho, hapo tu, anzia hapo. Hata kuona ile kazi ambayo unaifikiria kuifanya uone kwamba ni kama si kitu, ni kama ni kidogo sana, hapana. Anzia hapo. Mwenyezi Mungu atatumia hicho kukuinua. Mwenyezi Mungu atatumia hicho kukubariki. Mwenyezi Mungu atatumia hicho kupanua hata mipaka yako. So tuzidi tu na kujituma, na ujue kwamba kile ambacho uko nacho Mwenyezi Mungu atatumia ili kukubariki, ili kukuinua zaidi na zaidi. Tumheshimu na tuzidi na kumtumainia. Ataweza na kujidhihirisha kama vile ambavyo aliweza na kufanya wakati wa Musa, kutumia hicho ambacho uko nacho ili hata naye akaweza kujidhihirisha kwamba wewe kwako ni mtumishi wake na unamtumikia yeye. Usije ukajidharau. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka popote pale utatembea. Kile ambacho utakishika na mkono wako kikawa chako na kikawa ni cha baraka. Na tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.